Msikilizaji, ndani ya kioo cha Starabika asubuhi ya leo, kuna couple ambayo nimekutana nayo kwenye mtandao, alright? Na ni couple ambayo walikuwa wameoana na walikuwa wameoana kwa miaka 4. Walikuwa wameoana kwa miaka 4 kisha wakapeana talaka, divorce. And inasemekana kwamba wali divorce for 11 good years. Waliachana kwa miaka 11. Lakini right now as we talk, msikilizaji, amini usiamini, wanafunga ndoa tena. We, kwani huku nje kukwaje? Walikuwa wameoana pale kwa miaka 4, haikuwaka. Ilifika mahali wakaamua, hapana. Kila mmoja akaenda njia zake, wakaachana kwa miaka 11. Sasa hivi as we talk, wanafunga ndoa tena. Mimi ndani ya kioo cha jamii nauliza tu asubuhi ya leo, can it happen to you? Na unahisi kwamba ikitokea unaweza funga ndoa na mtu ambaye mlikuwa msha divorce kitambo? Talk to me 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, good morning. Mzuri. Hivi ni Maulid kutoka sehemu za Juja. Karibu sana Maulid. Hapo Kambua ni vigumu. Umesema ni ngumu kidogo. Hapo hatuwezi rudiana tukaminiana sana. Miaka 11 ni nyingi sana. Unasema unaweza pata mtu ako na nia nyingine. Okay, ndio shida ya binadamu siku hizi, hatuaminiani bwana. Radio Maisha, hello. Kambua. Yes, vipi? Poa, nimekumisi sana mtoto wetu. Ala, ndio mimi huyu hapa jamani, karibu. Asante sana. Sasa hiyo mimi naona hiyo ni kitu haiwezekana kabisa. Umesema ni ngumu. Ngumu sasa, hata wewe jua amekuja na gani? Okay. Hapo tena nikienda hapo nyuma. Yeah. Ulikuwa umezungumzia mambo na maafisa wetu wa polisi na bodaboda. Mimi nasema hivi. Maafisa wetu unaweza kuwa na kila kitu, unaweza kuwa na insurance, unaweza kuwa na sticker, unaweza kuwa na everything yenye inakuwa kwa pikipiki. Yeah. Lakini unakuta polisi anakushika na kuweka ndani. Ukishafika ndani utajikuta uko na kosa na hujui hilo kosa limekuja aje. Okay. Asante, niambia nikiwa hapa Narok. Alright, asante sana. Elijah amegusia hiyo story akasema kwamba maafisa wa polisi tafadhali, muangalie hiyo sekta, muache kushika watu, especially polisi wa trafiki, muache kushika madereva kama hawana makosa. Radio Maisha, hello. Kambua. Mambo vipi? Poa sana, kaje? Niko fiti, karibu sana. Asante sana. Mimi naona kwa maoni. Yeah. Kwa maoni yangu hiyo ni mbaya sana. Hiyo ni ngori. Umesema kurudiana na mtu ambaye mmeachana kwa miaka 11 kidogo. Hiyo ni noma Joma. Kwa nini? Labda niulize. Labda mmeenda kila mtu akalan mistake yake mkaamua. Nakwambia hii ni ngori hiyo. Hiyo ni kama unapoteza tu maisha yako bure. Hey, okay, sawa. Watu huku nje hawana imani kabisa. Levi mmoja. Mambo vipi baby girl? Niko fresh, how are you? I'm fine. Karibu sana. Niko ndani kwa mpigo tena zaidi. Sasa mkiingia kwenye mada. Yes. Mimi sasa hivi baby girl, kama umenikataa, uliona mimi sina hela na umeniacha. Ukisema unataka kurudi mimi sitakubali. Okay. Kwa nini nikatae? Hello. Yes, nakusikiza. Wewe umetembea, umetoka, umeenda, umepatana na wengine kule nje, umehanya. Sasa wewe unarudi kwa kufanya nini? Na mimi ulinikataa, mimi maskini. Na kwani Levi niulize? Niulize baby girl. Kwani hata wewe ulikuwa umekaa tu peke yako? Si pia wewe ulikuwa unatembea nyote mkapata, hakuna mtu ambaye ako kama yule mtu wangu. Sasa unaona sasa hapo hivyo? Hapo itakuwa ni kibati mbaya pia. Unajua sasa nini, ukisema unataka kurudi itapatikana ya kwamba Levi achaleta mwingine. Ndio.
na itakuwa vigumu tena kulea wanawake wawili pale kwa nyumba. Na sasa unajua sasa hivi uchumi ya Kenya ndio sasa hivi vitu vimepanda hivi. Okay. Sasa nina kijana kupi nono round ndio sasa Ruaka na Mosque ina mashabiki wengine wote bila kusauti cha Oldu Alugari. Alright, asante sana Danny Boy. Kambua. Mambo vipi? Mambo vipi kwaje? Niko fiti kabisa. Karibu. Nashukuru sana. Kambua, kwanza hii ni Kenya ama nje ya hii? Hapa ni hapa tu nchini. Hapa Kenya. Hapa tu. Watu wako na mambo Kambua. Kwa nini? Watu wameenda wakaona ai huko nje ni kugumu. Wacha nirudi tu kule kwa Kambua sasa hii miaka yote huku mtu ameshaoleka kwingine kadi kuzaa watoto, ameshazaa watoto. Mimi upande wangu ni siwezi Kambua. Na kama hajapata watoto? Hata kama Kambua hii miaka mingi sana bwana. Yaani wanaume hamtaki kabisa. Balozi. Hello Christine Kambua. Mambo vipi? Iko chonjo kabisa, iko freshi. Karibu sana. Ya univimo balozi vipi kutoka upande wa Nakuru Kambazi. Alright. Niko kwa upande wangu mimi naona kweli kabisa hiyo inawezekana. Kwa nini? Sababu mtu ameenda huko nje amefuruga mwaka hata wacha miaka 10, miaka 5. Mtu amefuruga alafu akurudia mnataka kurudiana tena. Si mnashikana mnaendelea na life tu. Hiyo inakuwa ngumu sababu wewe sijui amekuja na nia gani. Kwa hivyo hapa shida ni uaminifu. Watu hawako sure kama huyu mtu kweli amekuja na motive ya mapenzi ama amekuja kulipiza kisasi. Radio Maisha, hello. Hello Christian. Yes, good morning. Good morning. Karibu sana. Tunaendelea kutoka Mombasa. Alright. Mimi kwa upande wangu nahisi yani kitu impossible. Inawezekana. Unasema wewe inawezekana. Inawezekana. Kuna msamaha. Unaweza alafu pia unaweza kutoka ukaenda ukatafuta ukagonga huko ukapata, lakini ukawa ukasema hakuna kama ile ya kitambo. Alright, sawa sawa. Asante sana. Yeye anasema kwamba jamani kuna msamaha. Fresha mambo. Inakuaje? Mambo fresh, uko aje? Niko bula hii bwana, maeneo yenyu ya Machakos tu hapa Athi River. Ala, salimia Ndumamu si. Unajua hiyo ni kusema nini? Hiyo utanisamea kidogo. Nimekuambia usalimie watu wa nyumbani. Ati umesema Ndumamu si. Ndumamu si. Kabisa. Ndumamu si. Yes. Yeah. Kastiro, umenifunza Kikamba bwana, nashukuru. Kabisa. Sasa twende kwa mada. Yes. Ati nakaa na mtu miaka 4, si ndio kwa ndoa? Ndio. Alafu kisha baadaye tuna break. Sasa sisi tunaenda kufanya nini? Tunaenda ka break, alafu tunarudi after 11 years. Okay. Hiyo mchezo tunaoana officially. Mimi hiyo kwangu iwezi fanyika. Ndio. Haki iwezi nani Kambua. Haki iwezi. Okay. Tuko mbele pamoja bila shaka. Fred Misango. Ni aje Kambua? Niko fiti, wewe uko aje? Niko poa kabisa kwa Eldoret na kupata poa kabisa, sauti yako inang'aa kabisa. Asante sana. Karibu. Karibu sana kupata poa. Sasa hii mambo kurudiana mimi siwezi kabisa. Wacha aenda akiendanga tu. Umesema aende kama risasi. Aenda kama baiskeli kuibiwa. Alright, Victor. Christine Kambua. Mambo vipi? Niko poa sana. Karibu sana. Nimekaribia. Yes. Hiyo story. Unajua kitu tofauti. Alafu bado tena ni kwa sababu ya mimi unapata kufanya vitu yote lakini communicate. Okay. Kwa hivyo kuna wenye wanaanza lakini wataona tu. Wewe unaweza? Victor anakuja kutuambia kwamba kuna watu ambao wanaweza, lakini nikimuuliza ananiambia ni ngumu. Radio Maisha, hello. Kambua. Mambo vipi? Poa sana. Karibu Dan. Umenifunguza?
Karibu nikate tamaa. Karibu ufanye nini? Ni karibu nikate tamaa niseme wanaacha ningoje wao mwingine. Kwa nini? Yaani nimefinga ukikuja unachukua faraja mambo, unachukua boy. Usijali. Uko ndani? Wagela sasa? Ulikuwa nichangie niko na kawimbo acha niimbe kidogo. Okay. Kelisi bye kama sasa yenu bye amujali wengine bye kama waumifu pole nambari 10 ni yenu fikiria msiache kabisa ikaenda. Nitakata hii simu. Bana Alright, sawa Dan bwana. Sasa wacha mimi nikanzie hivi. Okay. Mtu akienda atafuta tu kwingine. Mimi sioni akirudi kwangu sitaki. Hata rudi hata miaka 2 tu peke yake sitaki. Umesema the longest unaweza enda ni ngapi? Kama miezi 2, okay ni sawa miezi 2, lakini apitisha hapo tuanze miezi 6 ishe mwaka uishe alafu mwingine hapana. Alienda kutafuta kama tunaweza patikana kule wacha tuendelee hivyo, lakini mambo ya kusema ati tumebreak 11 years alafu tunarudi tunakuja kuishi pamoja hapana wapi kwingineko, lakini kama kwa mruya kamili kama mimi hapana, haiwezi. Okay, sawa. Radio Maisha, hello. Yes, Christine Kambua. Yes, mambo vipi mami? Niko salama na wewe? Niko fiti kabisa. Unaongea na Lubaleni mko maeneo ya Paipu. Okay, karibu. Mimi nasema hivi msamaha iko. Ina depend mlikosana aje. Last time mmeshapatana mmesolve maneno. Okay. Kuna sababu ya zamani mnaweka akili pamoja na mtaishi. Mimi naona mtaishi kwa amani. Bado sasa ni mtaishi vizuri sana hata kuliko pale nyuma. Kila mtu atakuwa amejua makosa yake yenye amefanya. Alright, sawa. Asante sana. Amesema kwamba msamaha upo. Joshua Ruaka. Christine Kambua. Mambo vipi? Kwa sana wamkiacha. Nesabio. Sasa kwanza nimepokea salamu za Levi moja. Alright. Ngote wakiwa na Maurice. Sasa ukiona watu wanarudiana ujue kuna kitu ambacho wametamani sana. Okay. Labda wakiachana ambao najisikia hicho kitu. Unasema aje? Ndio. Labda waliachana sababu zao. Okay. Labda mwingine akaona labda huyu anifai, lakini vile wametoka huku nje kwenda kujaribu maisha. Ndio. Wamesumbukana, wamesema wacha tu nirudie yule wa kwanza juu huyu mwenye niko naye ananisumbua kushinda yule. Okay. So mimi sioni kama kuna shida wakirudiana. Alright, sawa. Asante sana. Ni Joshua Ruaka. Na kwa simu ya Joshua Ruaka utaniruhusu kidogo nikwambie vile ambavyo Nadia Mukami anasema, kisha tutakuwa tunarudi. Unaniita Christine Kambua msikilizaji, na ndani ya Kioo cha Jamii nilikuwa nimekuuliza tu kutokana na history ambayo imeweza kuhappen, ambayo kuna hawa wapenzi walikuwa wameoana kwa miaka 4 wakaja wakaachana kwa miaka 11 alafu sasa hivi wanafunga ndoa tena, wanarimari. Je, wewe unaweza? Kuna producer wangu amesema inawezekana kwa sababu heri kurudiana na yule unayemjua kushinda kuanza upya na mtu tofauti. Also, the devil you know is better than the angel you don't know. Alright? Kwenye SMS line yangu 22277 naona kuna mtu anasema Devi wa Malindi, hiyo ni tamaa. Mwingine anasema Kambua, hapo kuna mmoja akona nia mbaya. Ni yule kombe mmoja kutoka Wakala. Alafu kuna mwingine anasema haiwezekani. 11 good years lazima nikuwe niliingia kwa ndoa ingine. Okay. Anasema naitwa Alan Dondo kutoka Siaya. Hiyo ni mchezo ya kalongolongo ya Come Stay. Alright. Mwingine anasema waeke. Alright. Aisha cheza. Amesema waeke ile ngoma ya Nadia ya X arudiwe. Mwingine anasema hiyo ni ngumu, hajataja jina. Mwingine anasema hey Kambua wa Mukata Nesa, anasema ni AC kutoka Kitui. Hiyo nayo ni ngumu sana juu anaweza kuwa amekaa na nia mbaya. So haiwezekani. Tena ameweka haiwezekani na capital letters. Mwingine anasema ni Sidi kutoka Gongon. Huyu ni
huyo haiwezekani kabisa kabisa. Alright. Kuna mtu anasema ni Ibra from Macha. Alright, sawa sawa. Ngoma ya Mayday kidogo, labda niongee na DJ Darius upande wa Arumba pale, ama Titi na Gwala. Kuna mtu anasema kuna mtu amenipea sababu ya Neanziza, anasema kwamba inamaanisha nashukuru. Wacha nishike simu 2-3 za mwisho. Radio Maisha, hello. Kambua. Mambo vipi? Niko salama, uko aje? Niko fiti kabisa. Karibu. Nimeshukuru sana Kambua. Yes, Robert. Okay, kwa upande wangu ndio mimi tu kwanza kenye sitasamia mtu ni ile kunishit. Okay. Lakini kama hizi mengine hata tukikaa miaka 50 labda niwe yaoa na yeye pia hajaolewa na akitaka turudiana bara tu kwanza si wa kushit. Unajua Kambua hakuna kitu kibaya kama mtu amekushit. Alafu akija akwambia baadaye mimi nimebadilika, mimi sitakushiti tena, kwani ameweka roho mpya. Unasema sasa kwa hivyo mimi sidhani kama kuna venye unaweza ukanishiti nikakusamea nitajua ati nijue sasa kwa hivyo utakuja kunishiti tena, lakini kwa sababu Kambua mimi nitasamea kabisa complete na tudia, lakini kushiti hata mbali mimi. Alright, sawa sawa. Robert anasema jamani, tabia ya mtu ni ya mtu tu. Kwa hivyo kama ni tabia ya kucheat kidogo itakuwa ni ngumu. Nicodemus Peter upande wa Magongo mwisho pale, bwana big shout out. Anasema kama kitu ni chako bila shaka ni chako. Mnaweza tengana kwa muda na baadaye mkarudiana na mkaishi tena vizuri tu. Alright, sawa sawa. Msikilizaji, mimi niseme kwamba kwenye hiki chuo cha mapenzi hakuna aliyehitimu. Sawa sawa. Mimi sina hapa, hata siwezi advice chochote. Sina mambo mengi. Wewe unamjua mpenzi wako vizuri. Mkikosana unajua mwenyewe kama mtarudiana ama ndio hivyo, ama ndio sasa umeamua. Kwa hivyo jamani, kila mtu afanye kile ambacho anataka na mpenzi wake, lakini hapa kidogo I'm short of advice. Kusema ukweli, mtu mmeachana kwa miaka 11, mnarimari. Sina mengi ya kusema. Ni Starabika, ndio mwisho wa Kioo cha Jamii ndani ya radio zaidi ya radio. Mimi unaniita Christine Kambua, nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii yote @Christine Kambua Joel. SMS line yangu iko wazi 22277. Lisali jalo tunazidi kuzungumza. Usikae mbali.